ni kwamba ni lini kituo kidogo kilichopo cha afya katika hiyo kitongoji kitaweza kuongezewa hadhi kuwa zahanati, manake ni kituo ambacho kitahudumia vitongoji karibu 8: Kakoni, Msibuka, Luweru, Rushasha, Nyabutaizi na vingine vingi. Maana kile ulichokitaja kiko mbali sana, Mheshimiwa Waziri. Asante sana Mheshimiwa Spika. Waziri. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa mujibu wa sera ya huduma za afya msingi, ujenzi wa zahanati unafanyika kwenye kijiji kinachokidhi vigezo, lakini pia kwenye mitaa ambayo inakidhi vigezo. Na kwa hivyo, kwa sababu tayari katika kijiji hiki cha Kakoni katika kijiji hiki cha Kitobo tayari kuna zahanati, naomba tu nitumie nafasi hii tu kumhakikishia Mheshimiwa mbunge kwamba tutaendelea kufanya tathmini kuona umbali wa kitongoji hicho cha Kakoni ambacho kiko ndani ya kijiji cha Kitobo, na ikiwa kutakuwa na ulazima wa kujenga zahanati basi tutawasiliana na halmashauri ili taratibu zianze. Lakini kwa sasa kwa mujibu wa sera kitongoji hicho kitapata huduma ndani ya kijiji cha Kitobo. Asante. Mheshimiwa Maleko. Nashukuru Mheshimiwa Naibu Spika. Je, ni lini serikali itajenga wodi ya mama na mtoto katika zahanati ya Fumvuhu iliyoko kwenye kata ya Old Moshi Mashariki, kwa sababu iliyoko kwa sasa haikidhi vigezo? Mheshimiwa Waziri. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Serikali imefanya tathmini na kuainisha zahanati zote, na hususan zahanati zile zilizojengwa miaka 20 iliyopita ambazo majengo yake yalikuwa madogo na yalikuwa hayana chumba kikubwa kinachotosheleza huduma za uzazi kwa maana ya wodi ya wazazi. Kwa naomba nimhakikishie Mheshimiwa mbunge zahanati hiyo tutaingiza kwenye mpango pia wa kupanua ili kupata jengo kwa ajili ya kina mama wajawazito, pia chumba cha kujifungulia ili kuboresha zaidi huduma za afya katika eneo hilo. Aida. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru. Kijiji cha Runyala, Kanazi na Kakoma viko mbali na hospitali ya wilaya na hawana vituo vya afya, na wameshaanza jitihada za kujenga zahanati. Ni mkakati upi wa serikali wa kupeleka fedha ili kuweza kujenga zahanati hizo? Mheshimiwa Waziri. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Naomba nitumie nafasi hii kwa niaba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais TAMISEMI kumwelekeza mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Nkasi kufanya tathmini katika vijiji hivyo vya Kanazi na hivyo vingine ambavyo Mheshimiwa mbunge amevitaja, na ikiwa vinakidhi vigezo vya kujengewa zahanati, halmashauri ianze kukusanya mapato ya ndani kwa ajili ya kuanza ujenzi kwa kushirikiana na nguvu za wananchi, lakini na sisi serikali kuu tutaanza kuweka kwenye mpango wa bajeti kwa awamu ili kujenga zahanati hizo na kusogeza huduma za afya karibu na wananchi hao. Mheshimiwa Kakoso. Asante Mheshimiwa Naibu Spika kunipa nafasi ya kuuliza swali dogo la nyongeza. Kwa kuwa serikali imeleta vifaa tiba kwenye halmashauri ya wilaya Tanganyika na mtaalamu hatuna kwenye eneo hilo, kwa sababu tumepata x-ray, ultrasound pamoja na vituo vyote vya afya, ni lini serikali italeta mtaalamu wa mionzi ili aweze kufanya kazi kwenye halmashauri ya wilaya Tanganyika pamoja na vituo vya afya? Mheshimiwa Waziri. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Ni kweli kwamba serikali hii ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan imeweka kipaumbele cha hali ya juu sana katika kuboresha upatikanaji wa vifaa tiba vya kisasa katika zahanati na hospitali zetu zote za halmashauri pamoja na zahanati. Na ni kweli kwamba halmashauri ya Tanganyika imepata vifaa tiba vya kutosha ikiwemo digital x-ray. Nimhakikishie tu Mheshimiwa mbunge kwamba serikali kwa kushirikiana na wadau, lakini ofisi ya Rais TAMISEMI na Wizara ya Afya tumeanzisha programu maalum ya mafunzo ya muda mfupi ya wataalamu wa x-ray pamoja na ultrasound, na mara watakapokuwa wamehitimu tutawapeleka kwenye vituo vyetu vyote vyenye upungufu kikiwemo kituo cha afya katika halmashauri hiyo ya Tanganyika. Asante. Waheshimiwa, kwenye swali la kwanza, la pili, la tatu na maswali ya nyongeza 18 ya wabunge kwa maandishi, niwahakikishie kuwa hoja zenu zote zitatimizwa na serikali mpaka mwezi wa 6 huu. Asanteni sana. Tunaendelea. Waheshimiwa, Mheshimiwa Ali Juma Makoa. Je, ni lini fedha za ujenzi wa majengo ya X-ray, OPD, wodi, mortuary, kuchomea taka, kufulia na walkways zitapelekwa vituo vya afya Kondoa? Swali hili pia limeelekezwa TAMISEMI. 2021 hadi 2024-2025 jumla shilingi bilioni 107 zimetolewa na kujenga
vituo vya afya 367 kote nchini. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali inatambua uwepo wa upungufu wa miundombinu katika vituo vya afya vya Seria, Kolo na Kingale vilivyopo katika halmashauri ya mji wa Kondoa. Kituo cha afya Seria kina upungufu wa miundombinu ya wodi za kulaza wagonjwa, jengo la mionzi pamoja na jengo la kuhifadhia maiti. Kituo cha afya cha Kolo hakina jengo la kufulia, jengo la mionzi, njia za kutembelea wagonjwa na kichomea taka. Na kituo cha afya cha Kingale hakina jengo la mionzi, njia za kutembelea wagonjwa pamoja na wodi za kulaza wagonjwa. Mheshimiwa Naibu Spika, ukamilishaji wa miundombinu ya majengo haya katika vituo vyetu vya afya itaendelea kufanyika kwa awamu kote nchini, vikiwemo vituo vya afya vya Kolo, Kingale, Mangoroma katika halmashauri ya mji wa Kondoa. Asante. Mheshimiwa Makoa. Nakushukuru Mheshimiwa Naibu Spika, nashukuru kwa majibu ya serikali. Sasa kwa kuwa miundombinu hii ni muhimu sana na wanapokosa wagonjwa miundombinu hii wanalazimika kuletwa hospitali ya wilaya kwa tabu sana, na kwa sababu vituo vyote vya afya havina ambulance, serikali inasemaje kuhusu kutupa ambulance kwa ajili ya kuhudumia vituo hivi ili wakati tukisubiria hizo fedha za kukamilisha miundombinu? Swali la pili, niliomba kituo cha afya kile cha jimbo cha kimkakati kujengwa Kondoa mjini. Ni lini serikali itatuletea fedha hizi kwa ajili ya kuanza ujenzi wa kituo hicho cha afya? Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Kwanza nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba vituo hivi vya afya ambavyo amewasilisha yeye mwenyewe Celesta TAMISEMI ambavyo vina upungufu wa miundombinu hii tayari tumeanza kuviweka kwenye mpango kwa ajili ya kukamilisha miundombinu hiyo kwa awamu. Lakini nitumie nafasi hii kumwelekeza na kumsisitiza mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Kondoa. Kuna baadhi ya miundombinu, kwa mfano walkway, ziko ndani ya uwezo wa mapato ya ndani ya halmashauri. Kwa hiyo hakikishe kwenye bajeti zao za ndani wanatenga fedha kwa ajili ya kujenga walkway kwa ajili ya kutembelea wagonjwa, wakati serikali kuu ikiandaa fedha kwa ajili ya kwenda kujenga miundombinu hii ambayo inahitaji gharama kubwa zaidi. Lakini pili, kuhusiana na magari ya wagonjwa, ni kweli Mheshimiwa Naibu Spika, halmashauri ya mji wa Kondoa pia imepata magari ya wagonjwa, lakini tunafahamu kwamba bado ina uhitaji mkubwa. Ni kuhakikishia Mheshimiwa mbunge kwamba tutaendelea kupeleka magari hayo kwa ajili ya vituo hivyo ambavyo havina magari. Lakini na mwisho, kuhusiana na kituo cha afya cha kimkakati, ni kuhakikishia Mheshimiwa mbunge na waheshimiwa wabunge wote kwamba tayari ofisi ya Rais TAMISEMI imeshaainisha kata zote za kimkakati ambazo waheshimiwa wabunge mliwasilisha, na tayari tuko hatua ya Wizara ya Fedha kwa ajili ya kuwasilisha fedha hizo kwenye kata hizo kwa ajili ya ujenzi wa vituo hivyo vya afya. Asante. Mheshimiwa Shangazi. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Katika halmashauri ya Lushoto, kituo cha afya Lunguza kimejengwa kwa awamu ya kwanza na bado awamu ya pili ambayo inahitajika majengo kwa ajili ya mochwari, chumba cha upasuaji, lakini na jengo la x-ray. Ni lini serikali itatoa fedha kwa ajili ya kukamilisha kituo hiki? Mheshimiwa Waziri. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, ni kweli kwamba serikali ilishapeleka fedha katika halmashauri ya Lushoto jimbo la Mlalo kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha afya katika kata hiyo ya Luguza ambayo Mheshimiwa mbunge ameitaja, na nimhakikishie kwamba serikali inatambua kwamba majengo yaliyojengwa ni majengo ya awamu ya kwanza na tunahitaji fedha kwa ajili ya kujenga majengo ya awamu ya pili. Naomba niwahakikishie Mheshimiwa mbunge tunafahamu umuhimu wa jengo la upasuaji, wodi pamoja na majengo mengine, na tayari tutaweka kwenye mpango wa bajeti kwa ajili ya kwenda kumalizia majengo hayo. Asante. Mheshimiwa Itara, jiandaa Mheshimiwa Ezra. Asante Mheshimiwa Naibu Spika, tunamshukuru serikali, watu wa Sirari na Nyamwanga kwa kupata x-ray machine. Mheshimiwa Naibu Spika, mji wa Nyamongo kwa mjibu wa sensa mwaka 2022 ina zaidi ya watu 60,000. Lakini kituo cha afya Sungusungu, Nyamongo na Kerende hawana x-ray machine. Ni lini serikali itapeleka x-ray machine kusaidia watu wa Nyamongo wasivumie sana hasa katika machimbo ya migodi? Asante. Mheshimiwa Waziri kwa kifupi. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, nimhakikishie tu Mheshimiwa mbunge kwamba katika vigezo vya kipaumbele katika kupeleka vifaa tiba ni pamoja na idadi ya wananchi, na kwa kuwa kata hiyo Nyamongo na wananchi takriban 60,000 ina kila sababu ya kupata mashine ya x-ray, na nimhakikishie Mheshimiwa mbunge tutaiweka kwenye mpango kwa ajili ya kupeleka x-ray katika kituo hicho cha afya. Mheshimiwa Ezra. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Ujenzi wa hospitali ya Biharamulo umekamilika na unaendelea vizuri, wananchi wanapata huduma. Lakini yako maombi yetu ya jengo la theta, wodi ya wanaume,
walkways pamoja na kichomea taka. Ni lini pesa ile milioni 750 itafikishwa pale ili kila kitu kiweze kukamilika, wananchi wapate huduma ikiwa imekamilika? Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, nimhakikishie Mheshimiwa Chiwelesa kwamba ujenzi wa hospitali zetu za halmashauri na vituo vya afya huenda kwa awamu, na tumejenga majengo kadhaa katika hospitali ya wilaya ya Biharamulo, na ninafahamu kwamba kuna upungufu wa majengo hayo. Nikuhakikishie wewe na wananchi wa jimbo la Biharamulo kwamba serikali inatambua na itakwenda kukamilisha majengo yaliyobaki ili tuweze kutoa huduma zote muhimu kwa ngazi ya hospitali katika halmashauri ya Biharamulo. Mheshimiwa, tunaendelea. Mheshimiwa Vita Kawawa. Asante sana Mheshimiwa. Je, ni lini serikali itavipatia magari ya kubebea wagonjwa vituo vya afya Magazini na Lusewa hadi na Mtumbo? Swali hili pia limeendelea kusalia ofisi ya Rais TAMISEMI. Ya kubebea wagonjwa na usimamizi wa huduma za afya katika mamlaka za serikali za mitaa. Mheshimiwa Naibu Spika, magari haya yamesambazwa kwenye halmashauri kwa wastani wa magari 2 hadi 4 kwa kila halmashauri, ambapo halmashauri ya wilaya ya Namtumbo imepokea magari 2 ya kubebea wagonjwa. Magari hayo yanatumika katika hospitali ya wilaya ya Namtumbo na kituo cha afya cha Mtakanini. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali itaendelea kutekeleza mipango ya kununua magari ya kubebea wagonjwa kwa ajili ya vituo vya afya nchini, vikiwemo vituo vya afya vya Magazini na Lusewa na Mtumbo. Asante. Mheshimiwa Kawawa. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, vituo hivi vya afya viwili, kimoja cha Magazini kiko kilomita 254 mpaka kufikia hospitali ya halmashauri ya wilaya, na hicho cha Lusewa kiko kilomita 220 mpaka kufikia makao makuu ya wilaya, lakini kuna kingine cha Ligera kiko kilomita 110. Je, serikali iko tayari kutuletea magari hayo ya kituo cha afya vilivyo mbali kabisa na makao makuu ya wilaya? Swali la pili, kwa kuwa tuna kata za kimkakati na Mabengo, kata ya Mgombasi na kata ya Mchomoro, nazo vina uhitaji wa vituo vya afya, na Mheshimiwa Rais alipopita tarehe 27 mwezi wa 9 na Mtumbo, wananchi wa Mchomoro walimuomba hicho kituo cha afya eneo hilo, na serikali kupitia waziri wa TAMISEMI alikubali. Je, ni lini watawaletea fedha hizo kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha afya Mchomoro? Waziri. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kama ambavyo serikali imepeleka magari ya wagonjwa 2 katika halmashauri ya wilaya na Mtumbo, tunatambua pia uhitaji wa magari hayo katika kituo cha afya cha Magazini na Lusewa. Naomba niwahakikishie tu Mheshimiwa mbunge, safari ni hatua, tunakwenda kwa awamu. Tumepeleka magari 2 mapya ndani ya miaka 2, lakini tutahakikisha pia tutakapotenga bajeti nyingine kwa ajili ya magari ya wagonjwa, tutatoa kipaumbele kwenye vituo hivi vya afya ambavyo viko mbali sana kutoka hospitali ya halmashauri. Lakini jambo la pili, Mheshimiwa Naibu Spika, maelekezo ya Mheshimiwa Rais ni kipaumbele namba 1 kwenye utekelezaji wa bajeti zetu, na tunafahamu kwamba ni maelekezo yake kwamba tupeleke kituo cha afya kata Mchomoro, na nikuhakikishie tayari tumeingiza kwenye mpango wa bajeti mwaka 2025-26 kupitia World Bank kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kituo hicho cha afya kinajengwa pale Mchomoro. Asante. Mheshimiwa Jonas. Asante Mheshimiwa Naibu Spika, kituo cha afya Mzia na kituo cha afya cha Mvomero, Melela na Mlali hawana magari ya kubeba wagonjwa. Je, lini serikali itapeleka magari ya kubeba wagonjwa katika vituo hivi? Waziri. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, naomba ni mwakishie Mheshimiwa mbunge kwamba serikali inapeleka magari ya wagonjwa katika vituo vya afya katika hospitali za halmashauri, lakini vituo vya afya si kila kituo cha afya lazima kiwe na gari la wagonjwa, kwa sababu kituo cha afya kimoja kinaweza kikawa na satellite facilities 3 au 4 kwa ajili ya kutumia gari lile moja la wagonjwa. Kwa hiyo naomba nimhakikishie Mheshimiwa Jonas kwamba tumepokea mahitaji hayo ya vituo hivyo vya afya kupata magari ya wagonjwa, na tutakwenda kuyafanyia kazi kuona angalau kimoja au viwili ambao vinaweza vikahitaji gari la wagonjwa mbali na vituo vyote ambavyo Mheshimiwa mbunge amevitaja. Asante. Mheshimiwa, tunaendelea. Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji, Mheshimiwa Mheshimiwa Joseph Anania Tadayo. Je, ni lini serikali itakamilisha ujenzi wa zahanati iliyoboreshwa ya Mangio iliyopo kata ya Mwaniko wilayani Mwanga? Mheshimiwa Spika, zahanati ya Mangio ilianzishwa kwa nguvu za wananchi mwaka 2010
na baadaye kuendelea kukamilishwa kupitia fedha za mapato ya ndani ya halmashauri, serikali kuu na mfuko wa jimbo, ambapo jumla shilingi milioni 74 zimetolewa kwa ajili ya ujenzi wa zahanati hiyo ambayo kwa sasa iko 85% ya ujenzi. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 2025/26 halmashauri ya wilaya ya Mwanga imetenga shilingi milioni 20 kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wa zahanati ya Mangio. Asante. Mheshimiwa Tadayo. Mheshimiwa Naibu Spika, pamoja na majibu mazuri ya serikali na ahadi hiyo ya kutengwa fedha za halmashauri, Mheshimiwa Spika, naomba tu niulize swali moja. Kwa kuwa halmashauri ya Mwanga ni moja kati ya halmashauri zenye changamoto kubwa sana ya mapato, je, serikali haioni umuhimu wa kutoa upendeleo kwa zahanati hii ambayo imekuwa bila kukamilika kwa muda mrefu sana kiasi ambacho inaanza kuharibika sasa? Asante. Waziri. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, ninafahamu na Mheshimiwa mbunge ametolea hoja kuhusu zahanati ya Mangio mara kadhaa na imechukua muda mrefu kukamilika tangu mwaka 2010 mpaka sasa, lakini nimhakikishie tu kwamba kwa sababu tayari serikali kuu ilishapeleka fedha, lakini na yeye mwenyewe kupitia mfuko wa jimbo jumla milioni 74, na tayari halmashauri mwaka ujao wa fedha 25/26 imetenga milioni 20. Tuna uhakika kwamba katika mwaka huu wa fedha mapema zahanati hiyo itakamilishwa na wananchi wataanza kupata huduma zilizokamilika katika ngazi ya zahanati. Asante. Mheshimiwa Michael. Nakushukuru. Pale kijiji cha Ngwale kwenye kata ya Gwata wananchi wameanza ujenzi wa zahanati kwa nguvu zao. Je, ni lini serikali itawaongezea nguvu ili waweze kukamilisha zahanati hiyo? Waziri. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, na wapongeza wananchi wa Kwala kwa kuanza ujenzi wa zahanati kwa nguvu zao, na kwa kadri ya mwongozo wakifika hatua ya lenta tutahitaji taarifa kutoka kwa mkurugenzi wa halmashauri ili iweze kuingizwa kwenye bajeti ya kupewa fedha ya ukamilishaji wa zahanati hiyo ya Kwala. Asante. Mheshimiwa Mtanda. Mheshimiwa Mtanda. Nakushukuru Mheshimiwa Naibu Spika. Kituo cha afya cha Nandwahi ambacho kipo jimbo la Newala, wananchi waliwekeza fedha zao nyingi kwa ajili ya kukiboresha. Je, ni lini serikali italeta fedha ili kukamilisha ujenzi wa kituo kile ili kurahisisha huduma za tiba kwa wananchi wa jimbo la Newala vijijini? Nakushukuru. Mheshimiwa Waziri. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nitumie nafasi hii kwa niaba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais TAMISEMI kumwelekeza mkurugenzi wa mashauri ya wilaya Newala vijijini kufanya tathmini ya gharama zinazohitajika kwa ajili ya ukamilishaji wa kituo hicho cha afya na kuwasilisha Ofisi ya Rais TAMISEMI ikihusisha mpango wa mapato ya ndani kuchangia shughuli hiyo ya ujenzi, lakini pia na serikali kuu tatenga fedha kwa ajili ya ujenzi wa kituo hicho cha afya. Mheshimiwa, tunaendelea. Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji, Mheshimiwa Mafue. Je, serikali ina mpango gani wa njia